Radio Umoja ni sauti ya mwananchi. Wa Kiswahili na ni kualike kuweza kupatana nasi kabisa katika taarifa yetu hii kwa muda huu ambao tunao katika lugha ya Kiswahili, ambapo itasoma mitamboni naye mwenzangu Jislengi na Saidole Bo Isahermani ni mimi kwenye mic. Na ndikuanzie kabisa muhtasari huu mpenzi msikilizaji, na habari za hapa Baraka zisemazo kuwa kimeendeshwa kikao kwa ajili ya mpango wa bei za matunzo kwenye hospitali kuu ya mji wa Baraka siku ya kwanza ya tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2025. Huko Uvira ambako shirika la rahia la kizalendo Sosiko RDC limelahani vikali kitendo cha mauaji ya askari jeshi wa taifa FARDC wawili waliouawa na wahasi wa Twirwaneho na Androhide tarehe 6 mwezi Mei mwaka huu tunao. Butembo pia mpenzi msikilizaji, na habari semazo kuwa amejereuliwa vikali kwa risasi na watu wasiojulikana mida ya saa 4 usiku. Kijana mwenye umri wa miaka 26 ni ndani ya kata la Muku na manispa ya Bulengera mjini Butembo ni huko Kivu Kaskazini. Tutamalizia pia taarifa yetu na habari za Vatican mpenzi msikilizaji, zikiwa ni habari za kimataifa semazo kuwa kongamano la uchaguzi wa papa mpya wa Roma litaendeshwa siku ya 3 ya tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2024 pa Vatican. Hayo ni baada ya Papa Francis kufariki dunia. Ni hayo na mengine mengi, na kuomba kuweza kuambatana nasi mwanzo hadi tamati. Barabara kabisa mpenzi msikilizaji, Baraka ambako kimeendeshwa kikao kwa ajili ya mpango wa bei za matunzo kwenye hospitali ya mji wa Baraka siku ya kwanza ya tarehe 5 Mei mwaka tunao, mbele ya viongozi wa serikali na viongozi wa mashirika za kiraia. Kwa mujibu wake mganga mkuu kwenye hospitali hiyo kuu ya mji wa Baraka Bwana Asa Echa, ni kwamba kuendeshwa kwa kikao hicho alipenda kuwapa raia uhuru na nguvu zao. Kakosi cha Kubuta Jojongonda, mmoja kati ya walioshiriki kikao hicho, amepongeza mchakato huo na kuomba kuheshimiwa kwa sheria za kikazi na kuheshimu tangazo zao watakazokuwa wakizitoa. Mpenzi msikilizaji, huko Nundu na habari semazo kuwa waganga wa mtaa wa afya wa Nundu tarafani Fizi katika mkoa wa Kivu Kusini wanadai kukabiliana na changamoto tosha kwa wakati wa utendaji kazi, huku wakitaja sikitiko lao kubwa kwa serikali kutoingilia kati matatizo wanaoyapitia. Ndani ya hombi lililoelekezwa kwa wabunge wa taifa wachaguliwa wa tarafa la Fizi wikendi iliyopita, waganga hao walitaja matatizo ya kusajiliwa kwa ajili ya kulipwa, na kwa wanaolipwa wanaomba kulipwa mishahara yao kupitia bank. George Lumbilwa Genovic, katibu wa umoja huo wa waganga nchini tawi ya mtaa wa afya wa Nundu, aliojiana na redio yako akisema yafuatayo: tulikuja
kuomba vitu vitatu kupitia, tunaprofite mikro yako ndugu journaliste, wa kuambia wakuu viongozi kama ya kwanza tulisema ni ile no mechanisation ya infirmier. Ndugu mtangazaji, utakuta infirmier yuko na miaka 13, 12 alipataka numero matricule yake, mpaka leo pataka kale kafanga kadogo kwa sema gouvernement central inamulipa sa vile salaire yake. Ndugu mtangazaji, ya pili utakuta wa mingi presque la majorite ni ma NI. Sasa ndio tulikuwa tunaomba kwa gouvernement isaidie mamwae zote possible, batie banganga na infirmier na infirmier numero matricule, ndugu mtangazaji, kwa sababu ni droit yao na hakuna kitu kinakosa, ni mauvaise volonté tu, vitu vyote viko na wapate numero matricule. Enfin ni ile kukosa kualinye baganga kuma prime de risque. Kwa hiyo tunaomba kwa gouvernement central soit gouvernement provincial iangalie kisi gani italinye waganga bila ubaguzi, bila kubagua yoyote. Na ya tatu na ya mwisho ni ile tulisema kuna waganga wamoja wa ndugu zetu ambao wao walibahatika kupata hela zao, lakini zinakuja kumikono kumaboko bank. Lakini ndugu mtangazaji, kuanza mwezi wa kwanza mpaka hivi mwezi wa 4 wale ndugu yetu wenye wanapata kazi na makuta zao mpaka leo papa journaliste azi ya kujaga. Kwa hiyo tunaomba kwa wakuu viongozi kumunivo yao kuanzia Kinshasa, kuanzia na Uvira za maboko bank basipate, ndugu mtangazaji. Radio Moja Uvira. Wafanyakazi kwenye kitengo kihusikanacho na mfuko wa taifa kwa ajili ya usalama wa wafanyakazi SNCS kwa Kifaransa wameandamana siku ya kwanza ya tarehe 5 Mei mwaka huu tunao mjini Uvira ili kudai mishahara yao ya miezi 6 iliyopita. Vuguvugu la wananchi machozi ya rahia kupitia mratibu wake limesema kupongeza hatua hiyo ya wafanyakazi hao. Musa Ali Rutamu ni coordinator wa vuguvugu hilo, tumsikilize. Sisi vuguvugu la machozi la raia tunatoa wito wetu kwa viongozi kwa hali inawakili walinzi wa kampuni Magenya Protection Gardiennage ambao wanahudumu kwenye mashirika ya hifadhi ya jamii wala SNCS ya mji wa Uvira, ambao wanalalamika kuwa hawajalipwa mshahara wao kwa takriban miezi 6 hii. Hali hii inaumiza sana kwa sababu maisha yao ya kila siku ni mabaya sana kutokana na ukosefu wa usalama na matatizo mengine yanaendelea katika mji wa Uvira. Kwa kulipa kodi ya nyumba, chakula, masomo ya watoto, walinzi hao wanapambana na shida kubwa za kifedha ili kugharamia mahitaji ya familia na mambo mengine muhimu. Wametuambia wameshaandika barua nyingi kwa kampuni bila majibu mpaka leo. Leo Jumatatu tarehe 5 Mei wamefanya maandamano ya amani mbele ya ofisi yao iliyo katika kata la Kimanga, mtaa wa Stade maarufu kama Route Mwami. Ni kusema sisi machozi ya raia tunachangia kilio hiki cha haki cha walinzi na tunadai bosi wao SNCS ya Uvira alete mabadiliko ya haraka kwa kulipa kile kinachostahili kwa walinzi wake. Tunaita mkurugenzi wa taasisi hiyo ya SNCS hii ili kuchukua hatua za dharura ili kukerebisha hali hiyo inayotia wasiwasi kwa walinzi wao. Tarafani Uvira daima, mpenzi msikilizaji, ambako shirika la rahia la kizalendo Sosiko RDC limelahani vikali kitendo cha mauaji ya askari jeshi taifa FARDC waliouawa na waasi wa Twirwaneho na Android eneo ya Mugeti na Muramvya ndani ya groupmenti ya Bijombo usultani wa Bavira ni tarafani Uvira asubuhi ya tarehe 6 Mei mwaka utunao. Kwa mujibu wake mratibu wa shirika hilo ni kwamba askari jeshi hao walikuwa wakielekea kijijini Mitamba ndipo walijikuta ndani ya risasi nyingi za wahasi hao. Wahanga hao ni pamoja naye
Captain Umoja na Ajda Umoja, limeripoti shirika hilo la raia kupitia mratibu wake Kevin Bwija akieleza. Kuna waelema wawili wa FRDC ambao wamepigwa masasi na vikundi vyenye kumiliki silaha Ngomino, Twirwaneho, Androide, AFC na washirika wake wa Red Tabara. Utafahamu kama ulikuwemo Kapiteni Umoja na Ajda Umoja walikuwa wanajielekeza pa Mitamba. Wakati walikuwa muespace entre Mugeti na Muramvya, bakapigwa masasi na Twirwaneho na Androide na wa Red Tabara na Wangomino. Ile ni mambo ambayo tuko tunaendelea kukondane sisi kama shirika la kiraia la wazalendo wa Kongomani Sosiko RDC. Na ndio maana tuko naendelea kuinterpele wananchi wote kuwa na esprit patriotique ya kuwa na dénoncer dénicher tout casisme, parce que mwa hii periode haiko atusha choka na mauaji. C'est depuis 1996 mpaka hivi tuko naendelea kuipitia mambo ya usalama mdogo. Tunaendelea wakuu viongozi wa kijeshi wa kiraia na wakombata resista wazalendo kuangalia mbinu ambao wanapasha renforcer kwa juu ya kuendelea kusekirize raia na mali yao, paske iko vitu ya ajabu sana. Mpenzi msikilizaji, tutoke jimboni Kivu Kusini tujielekeze moja kwa moja huko jimboni Kivu Kaskazini. Mpenzi msikilizaji, Radio Umoja Butembo na habari semazo kuwa upandaji miti ndani ya baadhi ya viwanja katika manispaa ya Bulengera mjini Butembo mkoani Kivu Kaskazini waonekana kuwa na hali ya usalama mdogo kwa wakati ujao, ikiwa swala hilo halitafanyiwa kazi na viongozi husika. Ndivyo amehonya mwenyekiti wa shirika la raia ndani ya manispaa ya Bulengera. John Kameta Paluku, presidenti wa shirika la raia, ametoa onyo lake ndani ya sauti hii iliyochukuliwa kupitia njia ya simu, akieleza. Nako komune ya Bulengera kumekuwa concession nyingi za miti, na hiyo inakuwa chanzo ya shida fulani ambazo tumeweza kuidentify. Na ukiangalia kunako quartier moya omwe zaidi ya concession moya, na inatupatia oga paske bandia anapasha kufichama mwa hiyo concession na unaenda tatiza population. Watu ambao walitatizwa hawatajua bandia aliweza kutokea wapi. Kitu ya pili, bandia anaweza kusumbua population, wakati wanamfuata anaenda vichama mwa ile concession, watu hawataweza tena kujua destination. Au-delà ya kukua source ya menace kwa population, hizo concessions zinakuwa chanzo ya makonflikt kunako communauté, paske par exemple le 3 mwezi wa 5 kwa hiyo mwaka kuliweza kuonekana mti ambayo iliangukia ku nyumba mbili ambazo zilikuwa presque complètement endommagées. Ni par grâce ndio hizo nyumba wakaaji wa hizo nyumba waliweza kujiponea chupuchupu. Ni kuonesha kama hizo concession zinakuwa vraiment shida kwa wakaaji ambao wanakuwa pembeni ya hizo makonsesio. Malheureusement wakubwa wanajua hizo shida, lakini hawapendi kukamata ma decision. C'est pour cela tunakumbusha tena wakubwa waweze kukamata vraiment ma mesure ambazo zitaweza kusaidia population. Msikilizaji mpenzi, ikiwa ndo unakwenda kujiunga nasi, kumbuka kwamba hii ni Radio Umoja toka mjini Baraka, manispaa ya Baraka Kati, tukiwa bado Butembo na habari semazo kuwa kijana mmoja mwenye umri wa miaka 26 ajulikanaye kwa jina la Muhindo Kisoria Muyisa amejeruhiwa kwa kupigwa risasi na watu wenye kushikilia silaha wasiojulikana kwenye manispaa ya kwenye mapanda njia ya Bleba ndani ya kata la Muku na manispaa ya Bulengera mjini Butembo siku ya kwanza ya tarehe 5 Mei mwaka huu tunao. Tukio hilo limeripotiwa mnamo miendo ya saa 4 usiku. Viongozi wa usikanao na usalama waombwa kutimiza mbinu nzuri ili kurekebisha usalama eneo hilo. John Kameta, mwenyekiti wa shirika la raia eneo hilo, anaeleza.
Mwindo Kisonia Musa waliweza kumpeleka kunako hospitali ya Adventiste ya Mutiri ambayo inapata dawa, lakini hiyo inamaanisha kama security inaendelea kutomboka kunako komune yetu ya Bulengera. Kwa hiyo tunaita wakubwa waweze kuona nini wataweza tena kufanya kusudi raia iweze kuvuta hewa ya salama, na vile tunaita population kuendelea kukolabore na wakuu ambao wanatuongoza, yaani wakati kunakuwa kitu ya kudenonse inaomba kuidenonse vraiment mbele ya wakati. Barabara kabisa mpenzi msikilizaji, na hapo ndipo tutasoma kabisa habari yetu ya mwisho ambayo labda ulikuwa mwepesi wa kuvumilia na kusikiliza, ikiwa ni kongamano la uchaguzi wa papa mpya wa Roma litaendeshwa siku ya tatu ya tarehe 7 Mei mwaka 2024 pa Vatican baada ya Papa Francis kufariki dunia siku chache zilizopita. Miongoni mwa makardinali wa 5 toka Afrika wapatikana kwenye kongamano hilo la kumchagua papa mpya. Hao ni pamoja naye Fridolin Ambongo wa DR Congo, Staffin Brilin wa Afrika Kusini, Dieudonné Nzampala wa nchi ya Afrika ya Kati, Robert Sara wa Guinea na Peter Rickson wa nchi ya Ghana. Na ni hapo ndipo tunaweka pointi kabisa mpenzi msikilizaji katika taarifa hii iliyosomwa katika lugha la Kiswahili. Kwenye mitambo naye mwenzangu Jeslengi na Saido, kwenye mic Lebon Esawirimani ni mimi na kuaga nikisema kwa heri.